1 2 sawa sawa. 1 2. Alete mic, alete njaribu. Haya. Basi tunamshukuru Mungu sana, jina la Mungu litukuzwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Tunachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi aliyotupatia ili kwamba tena tuweze kuunganika pamoja kwa sababu ya mafundisho ya Biblia katika uwanja huu. Tunachukua nafasi hii kumshukuru Mungu na pia tukiwa ni wenye kuwakaribisha katika viwanja hivi kwa sababu ya mafundisho ambayo tunakuwa nayo hapa kila jioni. Kusudi letu ni kuweza kufundisha Biblia. Hiyo channel yako inaitwa Biblia, taa ya ulimwengu wote hivi. Asante. Taa ya ulimwengu wote. Chaja yangu nimekuja. Wewe unataka chaja kwa tumbo. Tumishi uko live. Sawa. Asanteni. Basi tunachukua nafasi kumshukuru Mungu, tuweze kuwakaribisha nyote katika mkutano wa Injili. Karibuni sana popote mlipo, ili tuweze kuingia katika sehemu ya maandiko matakatifu. Hii ni sehemu ambayo tumekuwa tukileta mafundisho ya Biblia. Msomaji, kabla hatujaomba, ni vizuri tuweze kuwakumbusha watu ya kwamba katika uwanja huu watu wanajifundisha Biblia kila jioni. Watu wanajifundisha Biblia kila jioni katika uwanja huu, na madhumuni ya kujifundisha Biblia ni kuhakikisha ya kwamba watu wanakaa katika kweli. Tunakaa katika kweli, maana dunia imejawa na giza, dunia imejawa na uongo, dunia imejawa na mapotovu. Tunatakiwa tuweze kuimarisha watu imani yao katika Biblia na ndani ya Mungu wa Biblia. Kwa hivyo msomaji, kabla hatujaomba, ningependa unisaidie andiko la Yohana sura yake ni ya 17 mstari wake na 17. Biblia inasemaje? Yohana 17:17 inasemaje? Yohana 17:17 inasema hivi. Inasema uwatakase kwa ile kweli. Yesu anasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Hilo andiko peke yake linatukumbusha maneno ya Yesu. Yesu alipokuwa anamwomba Baba kwa ajili ya wanafunzi wake watakaosalia kuwa duniani, anasema ya kwamba watakaswe katika kweli. Hakuna mtu anatakaswa katika uongo na uasi. Inamaanisha ya kwamba wale ambao wanampenda Mungu na maandiko matakatifu lazima wakubali kutakaswa katika kweli, na kweli inapatikana katika Biblia. Maliza andiko. Inasema kwa mstari wa 18, ndio kama vile ulivyonitumia mimi, ndio ulimwenguni, kama vile ulivyonituma mimi. Yesu anasema ndivyo
kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni. Yesu anasema kama alivyotumwa yeye ulimwenguni, nami vivyo hivyo ninafanyeje? Na aliwatuma hao ulimwenguni. Sawa. Na kwa ajili yao ninafanyeje? Najiweka wakfu mwenyewe. Tulia. Kwa hiyo hapa tunaona Yesu anasema amewatuma wanafunzi wake ulimwenguni, na sababu ya kwanza Yesu kuwatuma wanafunzi wake duniani ni ili maksudi watu waweze kufundishwa kweli za Biblia. Tunaishi kipindi ambacho watu wengi hawataki kweli, wakati maandiko yanasema Yesu ni njia, kweli na uzima. Msomaji? Naam. Yohana 14:6 tuombe. Yohana 14:6. Yohana 14 mstari wake ni 6. Biblia inasemaje? Inasema, twende. Yesu akamwambia, ndio, mimi ndimi njia. Yesu akasema yeye ni njia na kweli. Yesu akasema yeye ni kweli na uzima. Na Yesu akasema yeye ni uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Basi, kwa hiyo Yesu alijitambua kama mambo matatu. Alisema yeye ni njia, kweli. Alisema yeye ni kweli na uzima. Na Yesu alisema yeye ni uzima. Kwa hivyo sasa tunataka kuangalia kama Yesu ni njia, kweli na uzima, inamaanisha ya kwamba lazima tutafute kweli. Kweli inapatikana ndani ya Biblia. Kweli inapatikana ndani ya Biblia. Kwa hivyo kabla hatujaendelea, hebu tuweze kufungua mkutano huu kwa maombi. Tunataka kufungua kwa maombi. Yesu ni njia, kweli na uzima. Asante. Kwa hivyo karibuni sana. Tutafundisha kutoka sasa mpaka jioni saa 3 ama saa 2:30 hivi. Kwa hivyo tutaomba tufungue mkutano, alafu tuwe ni wenye kuanza pole pole. Huu ni mkutano wa maandiko matakatifu. Nafikiri wale ambao wanakuja kwenye mkutano huu wataelewa kwa haraka ya kwamba hapa tunasoma Biblia kwa wingi, maana tuligundua ya kwamba shetani ameweka watu wengi kwenye giza. Huu ni mkutano wa maandiko na huu ni mkutano wa kujifundisha kweli, na pia tunaruhusu watu kuuliza maswali. Asante. Tunaomba. Watumishi, tuombeni tufungue hii mkutano. Baada ya kuomba tutakuwa tunaanza. Baba na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi iliyotukirimia jioni njema, ili kwamba watumishi wako tuanzishe mkutano tena katika uwanja huu. Neema yako itufunike. Watakaosikiliza ujumbe wabarikiwe pamoja nasi. Asante kwa amani uliyotujalia katika nchi yetu ya Kenya, ili kwamba ujumbe uweze kuhubiriwa kwa uwazi katika miji mikuu. Endelea kutubariki katika uwanja huu. Watumishi wako wanaojitolea kila jioni kwa ajili ya kufanikisha ujumbe katika maeneo haya, uwabariki. Anza pamoja nasi siku ya leo. Jitukuze kwa kila andiko, kwa kila somo, mapenzi yako yakitimizwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Asante. Sasa tunaanza, ndio tumefungua mkutano. Sasa somo la leo ni somo ambalo shetani alidai kulikoroga katika shamba la Eden, na ni somo ambalo linahusika pia na wokovu wetu. Hili somo linauliza hivi katika kitabu cha Ayubu. Ayubu sura yake ni ya 14, kuanzia mstari wake ni wa 10. Ayubu 14 mstari wake ni wa 10. Ayubu 14 mstari wake ni wa 10. Biblia inasema, twende. Lakini mwanadamu hufa, hufarika. One, two. Asante. Kwa hivyo
Tunasoma kitabu cha Ayubu. Ayubu 14 mstari wake ni wa 10. Soma mtumishi. 14:10 kitabu ni cha Ayubu. Twende. Lakini mwanadamu hufa. Mwanadamu hufa. Huifariki dunia. Sikilizeni wewe. Mwanadamu hufariki dunia. Naam. Mwanadamu hutoa roho. Mwanadamu hutoa roho. Naye yupo wapi? Hiyo ndio swali tunauliza leo katika viwanja. Mwanadamu anapokufa anatoa roho, ako wapi? Ukienda hapa City Mortuary utakuta watu wamepanga laini wanatoa wapendwa wao. Ukienda sehemu za mazishi wachungaji wanasema hao watu wamekufa, sasa wameenda mbinguni, Mungu amewaita. Sasa mimi huwa ninashangaa, sababu hawa ni watu wa kanisa, wanasema mtu akifa Mungu amemuita. Ndio naona leo hakuna mazishi ambayo mchungaji atasema huyo jamaa amekufa, shetani amemuita. Hakuna. Nitafutie mazishi ambayo mchungaji atasema huyo ameitwa na shetani, nitafutie. Lakini mazishi zote za leo unasikia watu wanasema huyo amekufa, ni Mungu amemuita. Unaona matatizo tunaanza. Maana hilo ndilo swali ambalo linahusika na wokovu wa watu. Kwa nini? Ukisoma katika Biblia kitabu cha Wathesalonike, barikiwe na matumishi. Weka tu mawe. Soma Wathesalonike wa kwanza, sura yake ni ya 4. Anzia mstari wake wa 13. Wathesalonike wa kwanza 4:13. Kama kuna habari tunafaa kujua zinahusu habari za wafu. Maana sote tunakufa, tuko wapi? Wale waliotangulia kufa, Biblia inasema wako wapi? Kuna sehemu ya Wakristo wanaamini mtu akifa ameenda mbinguni. Na nimekwambia hakuna mchungaji kwenye mazishi leo anasema mtu akifa ameenda kwa shetani. Hakuna. Wote wanasema ni Mungu amemuita ama roho yake iko mahali pema peponi. Hiyo ndiyo mada ya leo. Na nitakuonyesha inahusikaje na wokovu wako, msomaji. Naam, Wathesalonike wa kwanza sura yake ni ya 4. Mstari wake na 13. Biblia. Lakini ndugu, haya soma. Inasema hivi, twende. Lakini ndugu, ndio, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Hatutaki mkose kujua habari zao waliolala mauti. Kwa hiyo ni sentensi ambayo Paulo anaitoa. Anataka Wakristo tujue habari za wafu. Kwa sababu leo kuna watu wanadai kuzungumza na watu waliokufa. Kuna watu wanadai ya kwamba wamezungumziwa na watu waliokufa. Na ni watu ambao ni watu wa kanisa. Kwa hivyo habari hizi ni muhimu tuweze kuzielewa katika Biblia. Biblia inafundishaje kuhusu habari za wafu? Wafu wako wapi? Nimekuambia katika mazishi za leo hakuna mchungaji anayesema huyu amekufa ameenda kwa shetani. Hakuna. Wote wanasema huyo jamaa aliyekufa ameenda kwa Mungu. Wengine wanasema ameenda kukula mchele na kaimati, anacheza cheza na malaika. Ndiyo matatizo hayo. Lakini sasa swali hili ni muhimu tuweze kulielewa, msomaji. Naam. Kwanza maandiko yanasema mtu akifa anaweza kujua lolote. Mhubiri 9:5. Kwa nini mazishi za leo ziko na gharama nyingi zaidi? Tunaishi kipindi ambacho walio hai wako na jitihada zote za kuenzi maiti kuliko watu wako hai. Soma usikie. Inasema 9:5 Mhubiri. Soma. Kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa. Biblia inasema walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Rudia. Lakini wafu hawajui neno lolote. Rudia. Lakini wafu hawajui neno lolote. Na kwa nini leo watu wanasema tukamsindikize? Anaenda wapi? Mbinguni. Subiri, si watu wanasema ati nani amekufa tukamsindikize. Tena kwa Kiingereza inatolewa vizuri. Let us give him a befitting send off. A decent send off. Tumutume. Tumsindikize. Unaona? Hiyo ndio mada. Mada ya leo tunaanzisha kwenye viwanja. Wafu wako wapi? Mtu akifa wako wapi? Anasikia? Anaelewa? Na kama sivyo, mbona gharama nyingi Wakristo wanafanya kwa ajili ya maiti? Msomaji? Naam. Nisaidie Zaburi 146. Unarudi hapo eh? Naam. Zaburi 146 mstari wake ni wa 4. Tunajenga mada pole pole. Twende. Naona kama watumishi wengine washaingia kwa viwanja. Pasheni misuli. Twende.
46 mstari wa 4. Twende. Pumzi yake hutoka. Sikiliza wewe. Pumzi yake hutoka. Rudia udongo wake. Tunamuzika anarudia udongo wake. Siku hiyo siku amekufa. Mawazo yake huyapotea. Ati mawazo yake yapotea. Kwa nini maiti za kwenda Nyanza na Western huwa zinajua zinaenda kuzikwa? Why? Kwa nini zinatambua? Kama Biblia inasema mawazo yake inapotea, kwa nini leo maiti za kwenda Luo Nyanza ndio zinajua zinaenda kuzikwa? Kwa nini? Ninakuja na mada. Msomaji? Naam. Unajua shetani ni mjinga kabisa. Na pia ni mwerevu, sawa? Naam. Sasa leo tunataka kuangalia kati ya shetani na Wakristo nani wamedanganywa? Nani anakaa mjinga, sawa? Naam. Rudia Mhubiri 9:5 tujenge mada. Mhubiri 9 mstari wake ni wa 5. Nimekwambia tunaanza polepole. Mada ya leo tumeanza nayo wafu wako wapi? Alafu tuingie kwa mada zingine. Twende. Inasema 9:5 Mhubiri. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Ndio, lakini wafu hawajui neno lolote. Wafu hawajui neno lolote. Wafu hawajui neno lolote. Twende. Wala hawana ijara tena, maana nini? Kumbukumbu lao limesahauliwa. Kumbe kumbukumbu za wafu zimefanyeje? Limesahauliwa. Biblia inasema mtu akifa kumbukumbu lake limesahauliwa. Kwa hiyo Wakristo hawaendi kwa makumbusho. Makumbusho si za Wakristo. Ndio naona Mungu, sikiliza wewe. Mungu alificha mwili wa Musa, alijua ya kwamba hao Waisraeli wataanza kufanya makumbusho za wafu. Makumbusho ati mtu amezikwa miaka 5 imepita. Sasa bado tunachinja ng'ombe ati makumbusho. Makumbusho si za Wakristo. Isaya 26 mstari wake ni wa 14. Sikiliza. Hiyo ndio mada ya kwanza. Mada ya kwanza, wafu wako wapi? Sikiliza. Soma hiyo. Wao wamekufa. Hawataishi. Ndio. Wamekwisha kufariki. Ndio. Hawatafufuka. Ndio. Kwa sababu hiyo, ndio umewachilia na kuangamiza. Mungu amewaangamiza na kupoteza ukumbusho wao. Rudia. Na kupoteza ukumbusho wao. Rudia. Na kupoteza ukumbusho wao. Rudia. Na kupoteza ukumbusho wao. Kwa hiyo watu wakifa, Mungu anapoteza ukumbusho wao. Kwa hiyo makumbusho za wafu si za Wakristo. Ukiona watu wanaenda kwa ibada za makumbusho, hizo ni ibada za kishetani za kipagani. Mungu alisema si Mungu wa wafu. Ndio naona mtu akifa leo, watu wanachukua maiti, mwili inapelekwa kanisani kwanza iombewe. Sasa unaombea maiti, Mungu afanye nini na maiti? Marko 12:27. Jenga mada. Ndio mtajua Biblia leo. Si tumeingia kwa uwanja kabisa. Ngoja usikie maneno. Wewe hujasikia Biblia, ngoja usikie. Sikiliza Marko 12:27 maandiko. Yeye si Mungu wa wafu. Rudia. Yeye si Mungu wa wafu. Rudia. Yeye si Mungu wa wafu. Bali wao. Walio hai. Bali walio hai. Yeye hivyo. Yeye si Mungu wa wafu. Rudia. Yeye si Mungu wa wafu. Bali walio hai. Hivyo mmepotea sana. Kwa hiyo Mungu si Mungu wa wafu. Yeye ni Mungu wa walio hai. Msomaji. Naam. Watu wote walioenda mbinguni kama nani? Elia. Yesu. Elia. Tuanze na Elia. Enoko. Tuanze na Elia. Alienda akiwa maiti ama alienda akiwa hai? Alienda akiwa hai. Enoko. Alienda akiwa amekufa ama akiwa hai? Akiwa hai. Yesu alipaa akiwa maiti ama akiwa amekufa? Alikuwa hai. Wale walifufuka na Yesu walienda akiwa maiti ama walienda wakiwa wako hai? Walikuwa hai. Leo Wakristo wanasema wanaenda mbinguni wakiwa aje? Wakiwa wamekufa. Unaona matatizo inaanzia hapo sasa. Hapo ndio matatizo inaanzia. Wanangojea ukufe ndio wakuja kwa mazishi waseme ni Mungu amemchukua. Mungu anachukua maiti anapeleka wapi? Matatizo inaanzia hapo. Na mimi nalilia watu wetu wa kwetu kule Luo Nyanza. Hao ndio wamedanganyika zaidi. Ati maiti inaweza kukwamisha gari hapa Kericho na haiendi. Gari haiendi kabisa na watu wanatoka nje wanasema ni yeye. Ati yako amejenga boma. Sasa anajua anaenda kuzikwa, ameleta kichwa njiani na wale wanaenda Western kama huyu. Wewe kwenu ni wapi? Ndio Kitale. Ndio naona shida hiyo. Na huyo mwingine anatoka Bungoma. Shida iko huko. Shida iko huko. Niliwahi ambia mama yangu, wewe sana nyinyi unasema maiti inajua nini? Mtu akikufa anajua kitu gani? Shetani amekoroga dunia. Ulimwengu wa Kikristo. Na watu wanasema kabisa, hamjaona mwingine alikuwa anazikwa na tochi juzi, ndiye mulike wengine. Hamukuona? Hadi akiwa huko anamulika wengine. Biblia inasema mtu akifa hajui neno lolote. Hiyo ni Biblia.
Tena mtu akifa, watu wakifa wako wapi? Si ndio swali imeulizwa? Naam. Rudia Ayubu 14 mstari wake ni wa 10. 10 Ayubu. Nimechagua hiyo mada ndio tuanze nayo kwa sababu iko na sarakasi. Twende, inasema hivi. Soma. Lakini mwanadamu hufa. Sikilizeni wewe hapa City Mortuary wamejaa watu. Naam. Mwanadamu hufa, hufariki dunia. Kisha? Naam. Mwanadamu hutoa roho. Kisha? Na yupo wapi? Ninakuuliza swali. Watu wamekufa wako wapi? Wengine wanasema ameenda mbinguni na tena wanalia. Na wanalia wakiangalia akishushwa. Anatuacha. Tena unasikia ameenda mbinguni. Sasa anaenda chini ama juu? 49:11 kitabu cha Zaburi. Tumeanza 49:11. Tumeanza. Wewe weka masikio hapa. Tumeanza 49:11 Zaburi. Makaburi ni nyumba zao, makaburi ni nyumba zao hata milele. Ndio maskani zao, vizazi hata vizazi. Kwa hivyo watu wakifa maskani yao ni wapi? Makaburini. Milele hata milele, milele hata milele. Wakristo wa leo wanasema watu wakifa wanaenda mbinguni. 5:28 Yohana. Ndio tumeanza. Sijaanza, ndio nataka kuanza. Mzee, patieni huyu mzee kiti. Ndio ninaanza. Barikiwa. Mimi niligombana na mama yangu sana. Naambia mama, sasa nyinyi mbona mnadanganywa hivi? Na kuuliza wewe, mtu akifa nini hufanyika? Kwa nini mnaacha maiti City Mortuary wiki 3? Timnajanga, tinani anataka kuona tukimuzika vizuri. Kwani anawaona? Soma hiyo 5:28. Yohana inasema hivi. Inasemaje? 5:28. Twende. Msistajabie maneno hayo. Msistajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja. Yesu anasema kuna saa inakuja ambayo watu wote waliomo makaburini. Watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Nao watatoka waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo waliotenda mema na waliotenda mabaya wakifa wako wapi? Makaburini. Leo kwa mazishi za Wakristo wanasema wako wapi? Mbinguni. Ati wameenda mbinguni kukula mchele na wanacheza na malaika wakiimba. Uongo. Nimekuuliza swali. Nionyeshe mazishi ambayo mchungaji atakuja kusema huyo ameenda kwa shetani. Nionyeshe moja. Wote wanasema ameenda mbinguni. Wote wanasema hivyo. Kwa hiyo leo hakuna tofauti ya mwizi na mtu wa kanisa, maana wote wanaenda mbinguni. Unaona Wakristo wanaandika rest in peace. Unaongelesha maiti. Kwani anakusikia? Msomaji? Naam. Matatizo ya mwisho. Shetani ndiye wa kwanza kudanganya watu. Ya kwamba mtu akifa hajakufa ni shetani. Mungu alisema ukikufa umekufa. Shetani akaleta information tofauti. Ukikufa kuna vile hujakufa, kuna vile unaweza rudi. Mwanzo 2:17 chap chap. Inasema Mwanzo 2:17. Sikiliza Genesis, kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 2 mstari wake na 17. Biblia inasemaje? Inasema hivi, walakini matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya usile. Ati nini? Walakini matunda ya mti wa uzima wa mema na mabaya usile. Kwa nini? Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, Mungu akasema siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ati utakufa hakika. Mungu anasema akikufa amekufa hakika. Hayasikia shetani. 3:4 Mwanzo. Inasema ndio. Nyoka akamwambia mwanamke, shetani akamwambia Hawa mwanamke, hakika hutakufa. Ati nini? Hakika hutakufa. Mungu anasema ukifa hakika umekufa. Shetani anasema hakika hamtakufa. Mungu anasema hakika umekufa. Shetani anasema hakika hamtakufa. Wewe unaona ni lugha ya nani inasikika leo duniani? Amekufa lakini hakika hajakufa. Unaona leo mtu akifa amekufa njaa, lakini kwa mazishi yake wamechinja ng'ombe 3 za gredi. Hamujaona? Mtu anakufa hata manguo hana. Amekufa hana kitu. Chukulia kwa sanduku yake. Amevaa suti ya 20,000. Ako na simu iko hapo kando na credit. Hamujaona? Na tai. Hamujaona na kiatu ni 15,000. Na hiyo yote inaingia kwa mchanga. Kulikuwa na jamaa mwingine hapa alikuwa anataima anakuja na nyinyi akilia. Yeye anaangalia vipi? Atarudi baadaye kuchukua.
watu hawaelewi Biblia, na Biblia ikasema tutakaswe katika kweli. Hatuwezi kutakaswa katika uongo, tunatakaswa katika kweli. Inamaanisha mtu akifa, msomaji, naam, kwanza tufundishe Biblia ya kwamba mtu akifa hata kwake hawezi kurudi. Niliona mama mwingine anasema, unajua bwana yangu ananikujia kwa ndoto, ananiongelesha, ananiambia nikalime nikafence ile shamba alinunua nikafence. Ajui anaongea na mapepo. Ayubu 7:9 inasema hivi, twende, kama vile wingu likomeva na kutoweka, kama vile hii wingu itatoka hapa, vivyo huyo ashukaye kuzimuni, ukishamuzika aingie kwa shimo, hatazuka tena kabisa. Hawezi kuzuka tena kabisa. Hatarudi tena nyumbani kwake. Rudia. Hatarudi tena nyumbani kwake. Rudia. Hatarudi tena nyumbani kwake. Rudia. Hatarudi tena nyumbani kwake. Wala mahali pake hapata mjua tena. Kwa hiyo mtu akifa hatarudi tena nyumbani kwake. Mama, wewe unasema bwana yako anakuongelesha kila jioni. Huyo ni nani? Anaweza kuwa yeye. Ungana nasi tunaendelea kuchambua. Leo nikimaliza topic ya kwanza tunaingia topic B, manabii wa uongo. Oworia ameshikwa na uchunguzi inaendelea. Hapo ndio ninaingia. Tuliwaambia kwa hii kiwanja na muziki. Siame kama sasa hii watu wameongea. Sisi ndio tulianza kuongea hapa, si ndio? Kabisa. Nabii wa Mungu sasa hii. Ati kiwanja anatembea hivi anajaribu. Anaanza akijaribu. Ati ndio huyo. Nitawauliza swali nyingi. Wacha niingie kwa hiyo topic. Nakuja kwa hiyo topic saa hii. Nimekuja tu niwakumbushe yale ambayo huwa tunasema hapa ni ukweli. Wanaona kakiwanja kanatembea, kamepona, kanatembea hivi. Umepona na unatembea hivi. Nakuja hapo saa hii. Wacha nimalizane na hii ya kwanza. Nakuja hapo saa hii. Biblia inasema mtu akifa kwanza shetani amechukua. Msomaji? Naam. Nisaidie Ufunuo 12. Soma mstari wake ni wa 7. Sikilizeni wewe. 12:7 inasema hivi. Twende. Hiyo ni baadaye. Aya soma. Inasema hivi. Twende. Kulikuwa na vita mbinguni. Sikiliza, kabla ya dunia kuwepo. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli malaika zake wakapigana na yule joka. Ndio. Yule joka naye akapigana pamoja na malaika zake. Na hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Kisha yule joka akatupwa. Sikiliza wewe, joka shetani alitupwa. Yule mkubwa nani? Nyoka zamani. Afanye aitwa Ibilisi na Shetani. Ndio. Audanganya ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi. Na nani? Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kanyaga breki. Kwa hiyo shetani alitupwa na malaika zake. Usione watu wamejaa town ati watu ni wengi leo. Wewe. Wengine ni mapepo wanatembea wamevaa suti. Nakwambia ukweli, shetani amegawanyisha malaika zake sehemu 3. Wengine katika nchi kavu, katika anga na katika bahari. Kwa hiyo usiangalie hapo unaona ati watu ni wengi. Wewe. Hii dunia wanatembea malaika wa Mungu, hii dunia wanatembea malaika wa shetani. Na wanatembea mfano wa wanadamu. Nakwambia usione watu wamejaa hapa, titao niko na watu wengi. Tumia akili, tumia macho ya kiroho. Wengine si watu, nakwambia ukweli, na mimi sijasema ni wewe. Nimekutaja jina. Mimi nakwambia ukweli. Hii dunia iko na malaika wa Mungu na iko na malaika wa giza. Na wamejaa kila mahali, katika nchi kavu ndio wengi. Ndio ndio Biblia inatuambia katika Yohana wa kwanza sura yake ni 4. Mstari wake ni wa kwanza. Soma hiyo kwanza, tunapiga mix ya maji pale ndani. Hii inasema hivi. Alafu sauti imetukubali kweli. Twende. Kabisa wapenzi, tutashinda hapa. Twende. Wapenzi, msiamini kila roho kama zile za akina Uori. Bali jaribuni hizo roho. Zijaribuni na hii Biblia. Ni kwamba zimetoka na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu manabii wa uongo wengi wamefanyaje? Wametokea duniani. Msiamini kila roho, bali jaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Unaona, shida ya Wakristo wa leo ni kukimbilia mambo badala ya kujaribu. Biblia inasema tujaribu na maandiko. Jaribuni hizo roho. Usikimbilie, maana shetani anajua ako na malaika zake duniani. Ako na watu. Ako na mafundisho yake. Ndio unaona Timotheo wa kwanza sura yake ni 4. Mstari wake ni wa kwanza. Biblia ilituonya.
Soma wewe. Inasema hivi. Twende. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba kitu gani? Nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Watu wengi watajitenga na imani ya Biblia, wakisikiza roho zidanganyazo na nini? Na mafundisho ya mashetani. Kwa hivyo duniani kuna roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Hizi roho zidanganyazo ziko wapi? Leo tunaangalia somo la kwanza. Wafu wako wapi? Watu wakifa wako wapi? Wameitwa na Mungu. Kabla tunaingia katika roho zidanganyazo za ishara na miujiza ambazo zimejaa duniani. Watu wanafikiria ati unaweza kujua mtu wa Mungu kwa sababu wanafanya miujiza. Uongo hiyo. Nitakufundisha leo. Nitakufundisha leo. Nitakufundisha leo. Nitakufundisha leo. Nitakufundisha leo. Nitakufundisha wapi? Najua hata sisi tunajua kuimba. Nitakufundisha, nitakuimbia, nitakuwa ninakucheka, alafu ninakuita nikusaidie vile utapata wokovu. Toke kwa ubongo. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nisalimie kama unanisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbe tuko pamoja. Sasa tuendelee. Tunaambiwa tusiamini kila roho. Inamaanisha kwamba shetani anaweza kujibadilisha achukue sura za watu. Wakorintho wa pili sura yake ni ya 11 mstari wake na 13 na 14. Sikiliza maandiko haya ya Biblia. Kwa nini Biblia tumepewa? Tumepewa ndio tusome tuelewe kweli. The truth is in the Bible, not in the mouth of the pastor. Somo zingine inasema hivi. Twende. Maana watu kama hawa ni mitume wa uongo, ndio watendao kazi kwa hila, ndio wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo, wanajigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, usistaajabu. Maana shetani mwenyewe ufanyeje? Hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ati shetani ufanyeje? Hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ufanyeje? Hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndio. Basi si neno kubwa. Usishangae, si neno kubwa. Watumishi wake na wajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao. Tulia, tutakuja kwa uhuri saa hii. Tuweke hiyo kwanza hapo kando. Biblia inasema shetani anaweza kujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Malaika wa nuru anajibadilisha. Kwa hiyo usiseme uliongea na baba yako na mlimuzika miaka 5 ati amekuja mumeongea. Mama mwingine alikuwa ananiambia ati nimeongea na mume wangu, hata tumeongea tumemaliza saa hii na tulishamuzika na amerudi na tumeongea. Unaongea na shetani. Kwa nini unaongea na mapepo? Maana shetani anaweza kujibadilisha. Anaweza kuchukua sura za watu waliokufa. Wanakuja kuzungumza na watu walio hai. Lakini maandiko yanasema rudia Mhubiri 9:5. Hii kitabu kile cha Mhubiri 9:5. Rudia watu watusikilize. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Na iseme. Inasema ndio. Kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa. Walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Lakini wafu hawajui neno lolote. Ati nini? Lakini wafu hawajui neno lolote. 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 Wewe si unatoka Bungoma na mimi natoka Ujaluoni, si ndio? Naam. Kwa nini maiti za kwenda Western na Nyanza ndio zinajuanga zinaenda? Why? Kwa nini? Umewahi kusikia maiti ya mzungu inajua inaenda? Hakuna. Na wauliza, umewahi kusikia maiti zinaenda? Si hata hapa tusijuane tu hapa Central Kenya. Kabisa. Sisi zinazikwa tu vizuri. Kabisa. Uliwahi kusikia maiti inaenda Central, imekwama hapo kwa barabara imekataa kwenda Central? Hakuna. Kwa nini za kwenda Nyanza na huko? Kwa nini ni huko kwetu? Why? Kwa nini? Si hata wazungu wanakufa na wanazikwa kila siku. Kabisa. Uliwahi kusoma wapi maiti ya mzungu imekataa kuzikwa? Ulisoma wapi? Kwa nini ni safari za kwenda huko kwa Guardian na matunda? Hizo mabasi. Why? Inamaanisha kuna jambo lazima tuweze kuangalia. Watu wetu wameingia katika madanganyo na shetani amecheza na akili za watu. Nikakwambia hata mwingine alikuwa anazikwa na tochi ili amulike wengine, maana hawaamini amekufa. Hawaamini. Hawaamini mtu akikufa amekufa. Wanaamini mtu akifa kuna vile bado wako hai na anaweza kuzungumza na wale wako hai. Na wanaamini ya kwamba hata kama amekufa anaweza kufanya jambo akiwa kaburini ambalo litawadhuru watu wakiwa hai. Watu wameingia katika hizo ibada. Na unaona watu wanaogopa. Wewe tembea hapa siti moja ndio uangalie. Na uchukue mtu mwambie wewe tunakuvukia kwa moja ulale usiku atakataa.
itachokozwa na maiti. Akili yake bado inamwambia hawa watu wanaweza amka usiku wamshike. Unaona matatizo? Sasa ndio sababu lazima tuweke hii mada ieleweke. Msomaji? Naam. Mtu akifa nini hufanyika, sawa? Naam. Nisaidie kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes. Mhubiri 12 mstari wake ni wa 7. Biblia inasema hivi. Sikia. Na mafumbo kuirudia nchi kama ilivyokuwa. Ndio. Na roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Ati roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Ati roho inarudia nani? Mungu aliyeitoa. Imeisha? Naam. Ati mavumbi narudi wapi? Katika nchi kama ilivyokuwa. Na roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Sasa unasikia watu wanasema Mungu ilaze roho yake mahali pema peponi. Kwa akili zao ni huyo mtu ameenda kwa njia tofauti, ni huyo mtu, lakini kwa roho ni huyo kwa akili za watu. Na kuambia ukweli, kwa nini mnazika maiti? Alikufa hata hana kitu, mnamzika na suti ya 20,000. Why? Kwa akili zao wanajua huyo mtu, ndio unaona wanasema wacha tumsindikize. Tunamsindikiza nenda mbinguni, tumshonee suti ya 20,000, tunamsindikiza. Na nenda kuuliwa hapo kwa kaburi. Si mwende mchungulie hapo muone imeliwa. Watu wanasema wacha tumsindikize. Mnamsindikiza anaenda wapi? Mnamshonea suti viatu 15,000, mnamwekea saa, mnamwekea simu na mnaweka laini ndani ya Safaricom na mnaweka credit. Niona wengine wanaweka mpaka airtime. Hadi ndiye akianza safari tutakuwa tuna communicate. Watu wakawa na kasumba mbaya. Mtu akifa tunaenda kumsindikiza. Ukisimama kwa ile stage na rafiki yako unamwaga, tunasema umeenda kusindikiza nani? Rafiki. Si anaingia matatu anaenda kwake. Kabisa. So umemsindikiza? No. Sasa huyu mwenye amekufa tunamsindikiza anaenda wapi? Hiyo ndio swali tunauliza leo. Rudia Mhubiri 12 mstari wake ni wa 7. Rudia. Inasema hivi. Twende. Na mavumbi kurudia nchi kama ilivyokuwa. Mavumbi ni kurudia nchi kama ilivyokuwa. Ndio. Na roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Ati nini inarudia Mungu? Roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Sasa hii roho ambayo inamrudia Mungu nayo ni nini? Kumbuka maandiko yanasema usiamini kila roho. Jaribu hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Biblia inasema kuna roho inayorudia Mungu aliyoitoa. Hii roho ambayo inarudia Mungu aliyeitoa ni nini? Si Mungu alitoa roho? Naam. Si ndio? Kabisa. Mwanzo 2:7. Si alitoa roho? Naam. Mwanzo 2 mstari wake ni 7. Genesis chapter 2 verse 7. Twende. Inasema hivi. Sikia. Bwana Mungu akamfanya mtu kama mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi. Wewe ni mavumbi. Cha kujipodoa hapo na wewe ni mavumbi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, kisha mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo katika pua aliweka pumzi ya uhai, na hiyo pumzi ya uhai ndiyo roho. Ayubu 27:3. Pumzi ya uhai iko kwa mapua, hiyo ndiyo roho. Hiyo ndiyo roho ya Mungu, sio Roho Mtakatifu. Roho ya Mungu, yani pumzi aliweka kwa mapua. Ayubu 27:3. Twende. Inasema hivi. Sikia. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu iko katika pua yangu. Ati na nini? Roho ya Mungu iko katika pua yangu. Nini Mungu aliweka kwa mapua? Ni roho ambayo mwanzo inasema ni pumzi ya uhai. Kwa hiyo pumzi ya uhai ni roho, na roho ya Mungu ni pumzi ya uhai, na Mungu aliweka katika pua ya mwanadamu, na sio mwanadamu peke yake. Mungu aliweka roho yake kwenye pua ya wanyama wote pamoja na wanadamu. Hiyo ni uhai wake. Ndio unaona mtu akikufa unasema amekata roho. Hata mbwa akigongwa sasa utasikia imekata roho. Imekata roho, maana roho inarudi kwa mwenyewe. Sasa leo Wakristo wanasema kuna roho special. Roho ya binadamu ni special, inaendaka mbinguni. Roho ya nikuulize, paka ikigongwa ikanyagwe na gari ama mbwa, roho yake iko wapi? Mhubiri 3:19. Inasema hivi. Nataka kukuambia uongo wa watu wa makanisa. Watu wa kanisa ndio wamekunywa pombe nyingi zaidi. Twende 3:19. Kwa maana linalowatokea wanadamu, linalowatokea wanadamu, inawatokea wanyama. Nini hiyo? Jambo moja linawatokea. Kuna kitu ambalo linawatokea wanyama na wanadamu. Anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Anavyokufa Kamau ndivyo anavyokufa ng'ombe. Mlichinja Christmas juzi. Na wote wanao pumzi moja. Ati nini? Na wote wanao pumzi moja. Mwanadamu na mnyama wote wanayo pumzi moja. Na pumzi ni nini? Ni uhai. Ni nini?
Ni uhai. Ni nini tena tumeona pumzi ni? Roho. Ni roho. Roho. Kwa hiyo mwanadamu na mnyama wote wanayo Roho. Roho moja. Roho moja. Twende. Wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Katika mambo ya kifo, mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Kwa nini? Wote huendea mahali pamoja. Rudia. Wote huendea mahali pamoja. Rudia. Wote huendea mahali pamoja. Rudia. Wote huendea mahali pamoja. Leo Wakristo wanasema huyo Kamau amekufa, Mungu amemchukua. Ameenda. Ile jogoo ulikula Christmas iko wapi? Kwa tumbo. Iko wapi? Niliona wengine wanaandika rest in loving memory, promotion to glory. Na umechinja jogoo juzi, na hiyo jogoo imekuwa promoted to glory. Tuacheni uongo wa Biblia. Biblia ifundishi hizo vitu ambazo Wakristo leo wanafundisha. Si usome hata gazeti ya leo, soma gazeti ya leo huko nyuma. Daily Nation. Chukua gazeti ya leo ama ya jana, fungua huko nyuma uone vile wanaandika. Mtu mama yake amekufa, anasema promotion to glory. Promotion. Ulikuwa unafagia, umekuwa promoted, sasa wewe ni secretary. Hivyo. Hiyo ndio maana ya promotion. Wanasema ya kwamba kifo ni promotion, unaingia kwa dunia nyingine. Sasa kama watu wakifa wanaendanga mbinguni, sawa? Naam. Kama watu wakifa wanaitwa Naam. Uko na katekisimu kabisa. Tunaanza na majangili wa kwanza waliofundisha hiyo ugongo. Ngoja kwanza 5:28. Ama usome Wathesalonike wa kwanza 4:16. 4:16 Wathesalonike wa kwanza nasema hivi. Wathesalonike wa kwanza 4:16 Biblia. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Bwana atashuka na parapanda na sauti ya mwaliko mkuu, malaika na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo, rudia. Nao waliokufa katika Kristo, rudia. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa nini wafufuliwe na walishaenda? Why? Waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tunyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Ngoja. Kuna kitu bado anasema katika mstari wake na 14. Soma sikie. Maana ikiwa tunaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, wale waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Lakini leo kwa mazishi wanasema Mungu ashawaleta. Paulo anasema Mungu atawaleta pamoja naye. Twende. Kwa kuwa tuwaambieni haya, tunawaambia haya kwa neno la Bwana, gani? Kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Hatutawatangulia wao waliokwisha kulala katika mauti. Msamaji, naam, kuna wale watatangulia wengine kwenda kulingana na andiko. Hapana. Sisi tuko hai, hatutawatangulia waliolala. Sasa kama hatutawatangulia wale walitutangulia lini? Kwa nini mnasema roho ni huyo mtu ameenda? Why? Na unasema Mungu ilaze roho yake mahali pema peponi. Uongo. Biblia imesema wanadamu na wanyama wote wako na roho moja. Biblia imesema, rudia 3:19 Mhubiri. Naona watu wanapita wanasema rest in peace. Anaongelesha maiti. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Unaongelesha maiti kwani inajua? Nilipokuwa naishi maeneo ya Kariobangi, mmoja alikufa, kijana mmoja. Hiyo maspika angalia. Sisi yangu upepo ni kali sana. Alafu wamechukua matatu mbili wanaenda mazishi. Kufika hapa mazishi, mwingine anasema sasa sina pesa. Devi ataniona aje? Sijaenda mazishi yake. Unasikia vile anasema? Naam. Ati anasema Devi ataniona aje? Sijaenda mazishi yake. Kwa akili yake Devi hajakufa kabisa. Ndio naona anajikaza, wacha niende nisindikishe Devi asione nilikuwa mtu mbaya. Unaona watu wanajikakamua, anaenda akili zake. Devi ataona. Mtu akifa hajui neno lolote. Biblia inafundisha hivyo. Na maandiko yanasema kitu ambacho kinarudia Mungu ni uhai. Uhai wake. Uhai si usome wewe. Ngoja kwanza, wacha nijenge imani kwa sababu ya wale anasikiza saa hii. Kuna mtu amekuja saa hii ananisikiza saa hii, sawa? Kabisa. Nisaidie Zaburi, anza na Zaburi 104.
mstari wake ni 29. Roho ya Mungu ni pumzi ya Mungu na iko kwa mapua hapa, ndio iko. Ukikufa umekata roho, inatoka inarudia mwenye uhai. Ni kama stima ipotee saa hii Nairobi, hapa town, Kangemi, Kariobangi, Dandora. Hapa ni Lungalunga, sijui wapi Jericho. Stima ipotee na ikae wiki moja haijarudi. Sasa watu wa Jericho si wataenda huko Kenya Power. Tunataka stima yetu ya Jericho. Tunataka nini? Stima yetu ya Jericho. Wataiona, watasema ndio hii. Hata tunaijua vile inakaanga ndio hii. Ndio hii, wachilia iende Jericho. Ndio wataiona? Hapana. Wewe. Kwani stima ikipotea inaenda wapi? Si inaenda mahali imetoka yote. Unaweza tambua? Ati ni ya Jericho, hii ni ya Nairobi, hii ni ya Kariobangi, ndio hizi ziko kwa mabox. Mungu weka roho ya huyu mahali hapa. Uongo. Yote inaenda mahali pamoja kwa mwenyewe. Zaburi 104 mstari wake ni 29. Inasema hivi, 29. 9 muhimu. Inasema hivi, twende. Wewe uficha uso wako, Mungu akificha uso wake, wao wanafadhaika, watu wanafadhaika. Waiondoa pumzi yao, rudia. Waiondoa pumzi yao, rudia. Waiondoa pumzi yao, ndio. Wanakufa, ndio. Na kuyarudia mavumbi yao. Mungu ameondoa nini? Pumzi yao. Wakafanyeje? Wakakufa. Haya, twende sasa kwa kufufuka. Endelea. Waipeleka roho yako wanaumbwa. Ati nini? Waipeleka roho yako wanaumbwa. Mungu amepeleka nini wakakuwa hai? Ni roho. Mungu alitoa nini wakakufa? Ni pumzi. Mungu anarudisha nini wanakuwa hai? Roho. Alitoa nini wakakufa? Ni pumzi. Alirudisha nini wakakuwa hai? Roho. Kwa hiyo roho ni pumzi. Na pumzi ni roho. Na roho ni pumzi. Na inakaa kwa mapua. 27:3 tena Ayubu. Soma ndio turudi Ecclesiastes. Alafu nikuulize sasa tena nikuulize. Hiyo roho ya ng'ombe iko wapi? Maana ya baba yako kwa sababu ni pasta imeenda kwa Mungu. Ya ng'ombe iko wapi? Ndio nataka nikuulize sasa hivi. Niliona Mkristo mwingine anasema unajua roho zetu zinaokolewa ni special. Kwa akili zake vile ambavyo anafanya definition ya roho ni tofauti. Maana kulingana na yeye roho ni huyo mtu kwa njia nyingine ambayo haionekani. Sikiliza. Kwa akili zake roho ni huyo mtu kwa njia ambayo haionekani. Hiyo ndio akili yake ambayo iko kwa Biblia. Somaji. Naam. Roho inakaa wapi kwa mwanadamu? Twende. Inasema hivi. Wengine watagusa kifua, roho inakaa hapa. Ngoja nikufundishe. Twende. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu. Na roho ya Mungu iko katika pua yangu. Ate. Na roho ya Mungu iko katika pua yangu. Ate. Na roho ya Mungu iko katika pua yangu. Kwa hiyo roho ya Mungu pumzi yake hii katika pua yangu. Na ng'ombe. Si hata ng'ombe yako nayo. Kabisa. 3:19 rudia tupige hatua. Mhubiri. Ecclesiastes chapter 3 verse 19. Inasema hivi. Twende. Inasema kwa maana linalowatukia wanadamu, linalowapata wanadamu, linawatukia wanyama, pia linawapata wanyama. Jambo moja linawatukia gani? Anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Anavyokufa Kamau ndiye anakufa ng'ombe. Twende. Wote wanao pumzi moja. Na pumzi ni nini? Ni roho. Kumbe Kamau na ng'ombe wako na roho moja. Twende. Wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Maliza. Kwa maana yote ni ubatili. Ndio. Wote huendea mahali pamoja. Ate. Wote huendea mahali pamoja. Kwa hiyo katika kifo mnyama na mwanadamu wote wanaenda mahali pamoja. Maana wako na roho moja. Mwanadamu akifa leo wa Kristo wanasema roho yake imeenda mbinguni. Na ng'ombe ikiliwa kwa Christmas watu wanasema roho yake imeenda. Hakuna mtu anaongea, kila mtu anaenda nyumbani. Hiyo hatujui. Kila mtu anaenda nyumbani. Hiyo hatudai kujua. Mbona mnaonea wanyama? Simwambie hata Mungu weka. Nimechinja hii ng'ombe Mungu. Lakini weka roho yake mahali pema. Sisi tungesema hivyo. Kabisa. Ndio tukue draw kwa sababu mwanadamu na mnyama hawezi kushindana kwa mambo ya kifo. Biblia inasema. Na chukua katekisimu ndio hiyo. Fungua pale pa kufanya misa za wafu. Unaona mtu akifa wakitoa mochari, badala aende kuzikwa, kwanza anaenda kwa ibada. Wanaenda kuomba kwanza. Wale walioanzisha misa za wafu ni Wakatoliki. Zekia wewe, si vitabu ndio hizi. Nyinyi wengine wa Protestanti hamjui. Ati tuende kwa church kwanza tuombe. Unaona beba maiti anapeleka kwa nyumba ya Mungu. Takusomea ndiko sahihi. Soma sikie. Katekisimu ya maswali na majibu inatokana na katekisimu ya Kanisa Katoliki. Ukurasa gani? Wa 78. Sikilizeni. Nini wanauliza swali? Nini maana ya kutolea misa kwa ajili ya wafu? Yaani maiti imeingia kanisani hapo mbele na padre anasoma misa. Maana yake nini?
Kutolea misa kwa ajili ya wafu kuna maanisha kuwa misa inasomwa kwa ajili ya marehemu. Ati misa inasomwa kwa ajili ya marehemu. Kwa hiyo padre anaangalia watu ama akili zake ziko kwa marehemu? Kwa marehemu. Kwa hiyo anasomea nani misa? Marehemu. Hata watu kanisani wakienda wote misa itasimama? Itaendelea. Anasomea marehemu, sio nyinyi. Kwa hiyo kwa akili zake hajakufa, wanasomea marehemu walioko toharani, maana anaamini huyu jamaa hajakufa, kuna mahali amewekwa special ili kwamba wapate kuingia mbinguni. Umeona hiyo? Ili waingie mbinguni. Kwa hiyo anamaanisha mtu akifa anaweza kusafishwa aingie wapi? Aingie mbinguni. Wako kinyume cha Biblia. Biblia iseme watu wakifa wanaendanga mbinguni. Haisemi hivyo. Rudia 5:28 Yohana. Inasema hivi. Tuingie kwa mambo mengine. Mtu akiwa na swali ataniuliza. Soma usikie. Msistajabie maneno hayo. Yesu anasema msistajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja, kuna saa inakuja ambayo watu wote walio makaburini, rudia, watu wote walio makaburini, rudia, watu wote walio makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo watu wote waliokufa wako wapi? Makaburini. Waliotenda mema na waliotenda mabaya wote wako wapi? Makaburini. Unajua Yesu alifufua Lazaro, si ndio? Kabisa. Alienda akasema, Lazaro shuka, najua ulienda huko, shuka wewe. Yohana 11. Alisema hivyo, si ndio? Hapana. Kama Yesu na nikakuuliza wewe, watu walioenda mbinguni kwa Biblia tunawajua. Wa kwanza Henoko, alienda akiwa hai ama akiwa maiti? Akiwa hai. Wa pili Elijah, alienda akiwa hai ama akiwa maiti? Akiwa hai. Mwingine Musa, alienda akiwa hai ama alifufuliwa katika Yuda 9? Alifufuliwa. Mwingine Yesu alienda akiwa hai ama akiwa maiti? Akiwa hai. Na leo Wakristo wanaenda mbinguni aje? Wakiwa maiti, wakiwa washakufa. Wachaneni na hii Biblia. Andikeni Biblia zenu, wachaneni. Hii ya Mungu imewashinda, wachaneni nayo. Ndio naona uori amedanganya watu mpaka leo. Nabii wa uongo tapeli anafaa kuwa kamiti saa hii. Hakuna pigo leo. Na watu hawaoni. Bado watu wanafuata ati nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu na Biblia tuingie kwa hiyo gia ingine. Tuingie hapo. Tuingieni hapo. Si hii kiwanja tumehubiri miaka ngapi hapa? Hii ni 5. Hii ni mwaka wa ngapi tukihubiri hapa? Si ni mwaka wa 5 kabisa. Tunatoka hapa? Hapana. Sasa leo ndio watu wanaona Kenya tunafundishanga hapa ni ukweli. Ni ukweli. Wanakuja na meno hii. Kwa nini? Maana tulipoanza kusema watu walisema hawachaneni na wachaneni sana sai. Sai mpaka madaktari wanakuja kuongea uongo. Sai katika Biblia tunaambiwa katika Mathayo 24. Tuingie kwa hiyo gia nyingine sasa, nimekasirika. Gia 5. Mathayo 24 mstari wake ni 24. Sikia. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Barikiweni. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Yesu alisema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Ndio. Na watatoa ishara kubwa na maajabu. Watatoa ishara kubwa na maajabu. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walioteule. Niwaulize swali, au manabii wa uongo tuwangoje ama washakuja? Washakuja. Tuwangoje, si ndio? Hapana. Tungoje bado, si ndio? Hapana. Sasa kama wamekuja tunajua aje? Biblia inasemaje? Maana hapa ndio Biblia ndio msingi. Hii Biblia ndio tunatumia. Na ndio naona watu wengi wanaenda makanisa ya leo, si ati wanapenda Mungu. Kuna makundi matatu ya watu wanaenda makanisa leo. Mathayo 12:38. Inasema hivi. Kikundi ya kwanza ndio hiyo. Inasema hapa baadhi ya waandishi wa Mafarisayo wakamjibu wakasema, wakaenda kwa Yesu wakamjibu wakisema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Tunataka kuona ishara kwako. Tunataka kuona ishara kwako. Wamekuja kuona ishara. Come expecting miracle. Itajaa mpaka huko. Hata mahali pa kusongea utapata. Imejaa. Watu wamekuja kuangalia ishara. Endelea. Akajibu akawaambia, Yesu akawaambia, kizazi kibanda cha zinaa chatafuta ishara wala kitapewa ishara. Tulia. Kwa hiyo watu wengi wanajazana kwa sababu wanataka kuona ishara na hawajasoma Biblia. Wanataka kuona ishara, zitakuwa nyingi. Wathesalonike wa pili 2 mstari wake ni 9. Tunakuja kujenga hiyo mada saa hii. Kwa hiyo kikundi cha kwanza cha watu wanaojaa makanisa ya leo ni wale ambao wanataka kuona ishara. Si ati wanapenda Mungu, si ati wanataka kweli, hapana.
wanataka a breakthrough, ishara wanatafuta. Hiyo ni kikundi ya kwanza. Soma. Inasema hivi, yule ambaye kuja kwako ni kwa mfano utenda kwake shetani pamoja kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, ndio, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Kwa nini? Kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu auletea nguvu ya upotevu ili wauamini uongo, ili wahukume wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Tulia. Kwa hiyo kuna yule ambaye anakuja, Paulo anasema atakuwa anafanya ishara na maajabu za uongo. Ninawauliza swali, tusubiri ama washafika? Ninauliza hawa ndio tuanze kuchambua. Kikundi cha kwanza ni ya wale ambao wanaenda kuona ishara, wanatafuta ishara, si ati wanapenda Mungu. Wanatafuta ishara. Kikundi cha pili, mtumishi, naam, nisaidie Yohana ngapi ile? 8:10 ngapi? Anzia 18. Hiyo watumishi, kompyuta inapoingia kwenye era mnanisaidia. Yohana 8:18-19, twende. 18:19 twende. Inasema hivi, basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Wewe uko kwa Yohana au Mathayo? Ni Mathayo wewe? Mathayo 8:19. Ndio turudi Mathayo. Ndio turudi Yohana. Ni Mathayo 8:19, twende. 8:18 Mathayo 18. Inasema hivi, na Yesu alipoona makutano mengi yakimzunguka, aliamuru kuvuka kwenda ng'ambo. Mathayo chapter hiyo tu. Soma. Mwandishi mmoja akamwendea akamwambia, sikiliza, hao wanafuata Yesu kwa nini? Wewe unaenda kanisa kwa nini? Mwandishi mmoja akaenda kwa Yesu akamwambia, mwalimu, Yesu, nitakufuata kokote uendako. Nimeamua kwenda hiyo kanisa, nitakufuata kokote uendako. Sikia Yesu. Yesu akamwambia, Yesu akaangalia moyo wa huyu jamaa akaona huyu ni mnafiki. Akamwambia, mbweha wana pango, mbweha huwa wanaingia kwa pango, na ndege wa angani wana viota, wakimaliza hapo wataingia kwa viota. Lakini mwana wa Adamu, huyu mwenye unataka kumfuata, anapokulaza kichwa chake, ndiye maskini wa mwisho. Kwani watamfuata? Hakuna. Watafuata maskini? Hawawezi. Sehemu ya pili ya watu wanaojaa makanisani wanatafuta mali na utajiri wa dunia, hawezi kufuata umaskini. Nasikia wachungaji wengine wanasema umelaaniwa, maskini ni laana. Laana gani? Na Yesu alisema maskini watakuwa na sisi mpaka mwisho. Watakuwa wamelaaniwa na nani hao? Mungu anapokubariki anataka usambazie maskini, wewe unakula peke yako. Ndio maana maandiko yanasema wengine wanamfuata Yesu maana wanatafuta mali na utajiri wa dunia. Kama sio hayo mambo, hakuna watu wataingia makanisa ya leo. Wanatafuta mali ya dunia na Biblia imekataa. Katika Yohana wa kwanza sura yake ni ya 2 mstari wake na 15. Sikiliza, ama ni 3:15. Soma usikie. Inasema hivi, sikia wewe, wacha uongo. Ndio nikwambie vile wanaomba kwa kesha za usiku. Nadhania wanaomba Mungu. Watu wanagombana na Mungu mpaka asubuhi. Takuwa saa hii. Ndio, si upite hapa asubuhi town saa 9 uone speaker. Mtu ameweka hone speaker, unafikiria anajiombea ama anaombea watu. Hata ule chokora amelala huko na msumbua na usingizi na Mungu amekataa. Utashangaa Wakristo wa leo maombi yao iko opposite. Anajiombea na ana shout. Nitakuonyesha saa hii. Na anajiombea mambo yake na ana shautia watu. Nitakuonyesha saa hii. Wamefundishwa hivyo. Soma usikie. 2:15 waraka wa kwanza wa Yohana. Sikia. Msipende dunia. Biblia ikasema msipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Ndio. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Ukipenda dunia, kupenda Mungu haiko ndani yako. Kwa hiyo ukienda kuomba, Mungu hajasema uombe mali ya dunia. Hajawahi kumwambia Mkristo aombe kwa sababu ya mali ya dunia. Mungu hajawahi. Nisaidia Yakobo sura yake ni ya 4. Nimekasirika na nyinyi. Hata mama yangu nilimuokoa kwa hiyo vitu. Baba unibariki. Baba ulisema utatupatia. Wapi alikuambia uombe hiyo? Alafu una shout. Hata mwingine anashangaa. Anashangaa na huyu vipi? Kwanza sasa hii Januari. Makesha ni nyingi, hakuna pesa. Ngoja nikuonyeshe. Soma mtumishi, tufundishe watu kwa utaratibu. Yakobo 4 anzia mstari wake wa 4. Wa pili. 4:2. Inasema hivi. Sikia. Watamani, mnatamani wala hamuna kitu. Wao wanakuona wivu, ati wanaua na wanaona wivu. Si ati unachukua kisu, unaua kwa moyo. Uko na wivu. Sasa unaenda kuomba.
maana hata wewe unataka kama ya jirani na umeua na uko na wivu. Wewe ni Mkristo na uko na wivu. Sikia, wala hamwezi kupata. Ndio. Mwafanya vita na kupigana. Mnapigana wenyewe. Wala hamuna kitu kuwa hamombe. Ndio. Hata muomba. Hata munaomba. Wala hampati. Hamupati. Kwa sababu muomba vibaya. Ate. 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 Kwa sababu muomba vibaya. Ate wanaomba vibaya. Wanaomba vibaya. Wanaomba vibaya. Yeremia 23:23. Munaomba vibaya. Sikia hilo andiko. Na mimi sijui kwa nini watu wasomaji Biblia. Mnafanyisha watu shida. Njia ya kwanza, watu wako na wivu, wanaenda kwa makanisa maana wanataka mali ya dunia. Alafu wanaomba vibaya. Maisha yako yote inakuwa na stress. Unaomba vibaya. Wewe unafikiria Mungu alikuweka duniani ndio muitishe mali ya dunia. Nitakutolea andiko ukaulize pastor wewe. Sema wewe, mimi ni Mungu aliye karibu. Mimi ni Mungu aliye karibu. Ndio. Asema Bwana. Ndio. Mimi si Mungu aliye mbali. Kwa nini Wakristo wakiomba leo wanashauti? Kwa nini? Baba Jehova, Baba ulisema, uliniambia Bwana. Ako mbali ama ako karibu? Na wamefundishwa hivyo. Mtu akianza kuomba ni kushauti. Munaomba vibaya. Shouting. Muna shout. Ataita Mungu wako kwa nguvu. Mtu ana shout. Akitoka hapo, ako na uchungu, ako na chuki, hatibiwi, anaenda akikazika. Habari ya mama nani? Acha niende zangu kwa nyumba. Uso imekunjamana kama ya Kaini. Na ametoka kwa maombi. Na koo yake imeisha kwa sababu ya kushout. Mungu wako karibu, unaomba. Yesu alisema nini? Yesu alisema nini? Mathayo 6 mstari wake ni wa 7. Ni gapi ile? Mstari wake ni wa gapi mtumishi? 6:5. Sio soma watu wasikie. Anasema hivi, kwa na wengine wanagombana hata na Mungu. Baba ulisema jioni ya leo. Jehova uliniambia. Mungu wa Israeli ulisema. Mbona unagombana na Mungu? Why? Wakati yule aliingia kwa hekalu, yule mama katika Samueli wa kwanza alipiga magoti na midomo yake ilikuwa inaenda na alikuwa anaomba. Mbona wewe unashauti? Unaomba vibaya. Hayo mchungaji anasema wewe huna imani ndio sababu hujabarikiwa ama matoleo yako iko chini. Kumbe unaomba vibaya. Kwa hiyo Bible study ya kwanza watu wafundishwe Ukristo ni nini? Mungu ni nani? Mungu ni rafiki yetu, si askari. Unashauti? Somo sikie. Tuanzie 7 inasema hivi. Twende. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke. Baba ulisema, jioni ya leo ulisema, Jehova uliniambia, ita Mungu wako. Watu wanagonga ukuta, wengine wanaanguka chini, kupayuka. Baba, waacha hiyo. Mungu alikataa. Msipayuke. Ndio. Kama watu wa mataifa, hao ni watu wa mataifa huko. Beba. Tao. Mkristo wa kanisa. Baba ulisema Jehova jioni ya leo. Baba. Kwani huyo Mungu ni kiziwi? Ama amelala? Mwingine anatoka asubuhi kwa kesha. Ati we have been refreshed. Tumekuwa refreshed. Ina kelele. Haya, tusome maandiko, tusiweke mambo yetu. Soma usikie. 6:6 inasema hivi. Twende. Bali wewe usalipo, ukisali, ingia katika chumba chako cha ndani. Panda gari uende kwa nabii huko town. Ingia katika chumba chako cha ndani. Soma vizuri. Panda gari, enda town OTC, kuna nabii, ubuki appointment. Ingia katika chumba chako cha ndani. Ingia wapi? Katika chumba chako cha ndani. Kisha? Na ukisha kufunga mlango, usali mbele za baba yako aliye sirini. Ndio. Na baba yako aonaye sirini atakujaze. Wakristo hawajui leo. Wamedanganyika, lazima washauti. Wale ambao wanashindwa kushauti, wanaenda kubuki appointment nabii. Maana kuna nabii anaongeanga na Mungu, atamuongelesha mambo yake. Umesikia hao? Wakati wamesikia vitu kama hizo? Atikuja uone nabii atakaye kuambia mambo yako. Wakati wamesikia mambo kama haya? Umesikia?
Hata mimi ninahubiri, siwezi kukufundisha mambo kama hayo. Mimi nakufundisha wewe, tegemea Mungu. Piga magoti, omba Mungu atakusikia. Lakini ukiweka kwa mawazo, kuna mtu fulani anaongea na Mungu aniletee nabii. Kwanza leo tuko mwaka gani? 2026. Ukisikia kuna nabii mahali yule tapeli afungwe. Waebrania 1:1. Anafaa kufungwa. Kwanza awekwe kamiti. Waebrania 1:1. Chapchap. Inasema hivi, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu, Mungu aliyesema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa hiyo zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia nyingi. Mungu angetaka kuzungumza na baba zetu, alitumia nani? Manabii. Zamani. Ndio. Mwisho zamani. Manabii. Leo mwana. Zamani. Manabii. Leo mwana wake. Zamani. Ni manabii. Na leo ni mwana. Kwa hiyo leo nikitaka Mungu aseme nami, napitia nani? Unapitia Yesu. Napitia Yesu. Unaenda kwa nyumba yako, piga magoti, omba, chukua Biblia, soma neno. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Omba, soma maandiko, Mungu atakufunulia. Ndio naona Yesu anasema zamani alinena na baba zetu kupitia manabii, lakini leo ananena na sisi kupitia mwanawe. Kwa hiyo wewe pale ukipanda gari unaenda town kwa nabii, umepotea, utapotea na hautaokolewa. Ndio naona hata ukienda kwa hiyo nabii atakupatia mafuta ya upako na chumvi na kitambaa na ulipe 1,000 na unalipa appointment fee. Matapeli hao wanafaa kufungwa. Mungu azungumzi na watu leo kupitia manabii. Uongo! Waebrania 4:16. Uongo hiyo. 4:16 Waebrania. Uongo. Toa hiyo. Hiyo ni umefungwa. Kama unaamini Mungu anaongelesha nabii ndiye akwambie uko kwa kifungo cha shetani. Toka haraka. Waebrania 4:16. Inasema hivi. Sikia. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Hapana, tukikaribie hiyo nyumba ya nabii tulipe appointment fee. Tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji tunakaribia kiti cha neema. Hatukaribii nabii wa uongo. Hatukaribii nabii. Karibia ukifanya moyo wako unakuwa safi, unatubu na kuungama dhambi zako, ukienda mbele za Mungu uombe, atakusikia. Sikiliza na kufundisha Biblia, Yohana 9:31. Inasema hivi, tunajua kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Tunajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Tunajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake, huyo humsikia huyo. Umesikia? Kwa hiyo Mungu hasikii wenye dhambi. Kwa hiyo condition ya kukaribia kiti cha neema ni ya kwamba tunaondoa dhambi. Nikakwambia watu wengi wanaenda makanisa ya leo kwa sababu ya manabii, kwa sababu wanataka kuona miujiza na wanatafuta mali ya dunia, wanataka Mungu awabariki na mali ya dunia. Kwa hiyo macho yao iko duniani. Hiyo ni uongo. Hata kusoma kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 6, msomaji, huwa inanipendeza sana kabisa. Anzia mstari wake ni 25. Mathayo 6:25. Sikia. Inasema hivi. Niseme. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu. Waacha kusumbukia. Sasa nitahubiri hivi tena nianze kusumbukia maisha. Na niko hapa kila jioni masaa 3. Nimetoka huko Saika. Huko kumewaka moto. Tumeacha watumishi wengine huko. Tena niende kwanza kusumbukia maisha. Niongee masaa 4 tena niende nikeshe kupigana na Mungu. Ati Mungu anisaidie. Mimi na hii Biblia tunajua. Biblia inasema msisumbukie maisha haya. Mule nini au munywe nini? Wala mili yenu mvae nini? Hatusumbuki. Twende. Maisha je? Ni zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Wachungaji tunawaambia maisha ni zaidi ya mavazi na nene na chakula. Twende. Waangalie ndege wa angani. Angalia hii ndege ya angani. Ya kwamba hawapandi wala hawavuni, wala hawakusanyi ghalani. Na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba ambayo jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti maua. Na mnawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakufikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu
uyavika hivi majani ya kondeni. Kama Mungu anaweza kuvika majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, ndio je, hatazidi sana kuwavika nyinyi enyi wenye imani haba? Maliza. Msisumbuke basi mkisema. Endeni mwambie wachungaji wa hii makanisa ya uongo, waacheni uongo, fundisheni watu kumjua Mungu. Maandiko yanasema msisumbuke basi mkisema